urahisi tu, lakini hawajui huyu Zakayo kuna changamoto zipi ambazo alikupanda nazo wakati wa kupanda ule mkuyu. Bwana Yesu asifiwe. Tunavyojua mkuyu ni mti ambao una utelezi sana, ama ni mpana, una changamoto zake kuupanda. Lakini kwa sababu ya huyu mtu ambaye alikuwa anatamani kumuona Yesu na kujua Yesu ni mtu wa namna gani, amesikia habari zake, amesikia akihubiriwa, pengine amesikia matendo yake watu wakiongea, lakini yeye hakuwa amemuona. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa amemuona Yesu. Na kwa sababu alikuwa anatamani kumuona Yesu, tuliona anachukua hatua ya kupanda ule mkuyu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya Zakayo alikuwa ni mtu tajiri. Na alikuwa ni mtu mkubwa kwa watoza ushuru. Na katika maisha yake kwa ile hali ya kutoza ushuru, alikuwa anatoza ushuru kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kupita kiasi vile ambavyo ilikuwa inatakikana. Katika ile hali ya ukubwa wake, ama katika ile hali ya utajiri wake, na katika ile hali ya kutoza ushuru zaidi na zaidi, kuna kitu kimoja Zakayo alikuja kujua katika maisha yake, ya kwamba pamoja na utajiri wake, pamoja na ile cheo alicho nacho, bila Yesu aliona kana kwamba yeye ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Ama aliona kana kwamba vile vitu vilikuwa havina maana, cheo chake hakikuwa kina maana. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma hapo haraka tu. Luke 19 kuanzia 1. Tunaambiwa Masha atapumzika kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akaweze kusoma, ama wanafunzi wetu kama uko pale uweze kusoma Luke 19 kuanzia 1. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumuona Yesu mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anasema ya kwamba Zakayo alitaka kumuona Yesu, ama alitaka kujua ni mtu wa namna gani. Kando na kuwa alikuwa anataka kumuona Yesu ama kujua ni mtu wa namna gani, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinamzuia Zakayo ili asimuone Yesu. Jambo la kwanza kwa ni umati wa watu. Jambo la pili lilikuwa ni ufupi wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunavyojua mtu ambaye ni mfupi, mara nyingi vile vilivyo juu si rahisi avifikie. Ni lazima atatafuta kitu ambacho kitamsongesha ili kufikia kile ambacho anataka kukichukua, ama atatafuta mbinu yoyote ile akaweze kufikia kile kitu ambacho anakitaka kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo alipoona kuwa yeye ni mfupi na umati wa watu ulikuwa unamzuia yeye asimuone Yesu, kuna kitu ambacho aliamua kukifanya katika maisha yake Zakayo, kitu ambacho hakikuwa rahisi, kitu ambacho pengine katika ufahamu wako haikuwa rahisi vile kukifikiria katika uharaka. Bwana asifiwe. Aliamua kwamba yeye atapanda mkuyu, na atakapokuwa kule juu tutakuwa na wepesi ama urahisi wa kumuona Yesu. Bwana asifiwe. Na jambo lingine, alijua Yesu atapitia katika ile njia. Bwana asifiwe.
Si kwamba alikuwa tu anataka kupanda ule mkuyu, lakini alijua pia Yesu angepitia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa anaamua kupanda mkuyu ili akaweze kumuona Yesu. Na jambo lingine, umati ulikuwa ni mkubwa, angeweza kumuona Yesu katika hali ya urahisi. Pengine angejisongesha, pengine angekuwa na ule kusukumana, ama hata pengine angeonekana akakanyagwa pale kwa sababu ya umati. Unajua wakati huo ulikuwa ni umati mkubwa ambao unamfuata Yesu. Wengine walikuwa wanamfuata Yesu kutokana na ishara, wengine wanakuwa wanamfuata Yesu kwa sababu watu wanamfuata. Maana wakati huo Yesu alikuwa anapeana mikate, alikuwa anafanya ishara na maajabu, alikuwa analisha watu. So umati ule ulikuwa ni mkubwa sana. Zakayo angeweza kumwona Yesu katika ile hali ya urahisi. Ndiposa anafanya uamuzi, ama anafikiria kufanya uamuzi wa kupanda ule mkuyu ili kwamba akaweze kumwona Yesu Kristo. Tunaona kwamba Zakayo katika utajiri wake na katika ile hali aliyokuwa nayo, ama katika ile daraja ambayo alikuwa amefikia, ilikuwa ni daraja ya juu sana. Hakuna kitu ambacho angekosa katika maisha yake. Pengine alikuwa kama ni mapungufu, hata sioni nikitafuta. Bwana sifiwe. Kama ni fedha alikuwa nazo, kama ni mifugo alikuwa nayo, pengine hali yake ilikuwa tu nzuri sana. Alikuwa na vyote ambavyo mwanadamu angehitaji katika maisha yake ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu alikuwa anataka kumuona Yesu, alijua ya kwamba hicho kitu ambacho amekikosa katika maisha yake ni kitu cha thamani sana, ni kitu ambacho ni cha muhimu kupita vitu ambavyo alikuwa yuko navyo vya kuonekana na macho haya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba Zakayo alipokuwa kule juu, Yesu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo nitakuwa mgeni nyumbani kwako. Hivyo Zakayo akashuka upesi, akamkaribisha Yesu nyumbani kwake kwa furaha kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipofika pale chini, akaangalia juu, akamwona Zakayo. Kitu ambacho kilikuja katika akili ya Yesu, alifikiria huyu mtu bila ambavyo ni mfupi. Bwana asifiwe. Na amefanya bidii ya kutaka kuniona mimi, amefanya bidii ya kutaka kunijua mimi ni mtu wa namna gani. Alipoangalia juu, akamwona Zakayo pale juu, na akamwambia Zakayo, shuka, maana leo mimi nitakuwa mgeni wako. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ina maana ya kwamba Zakayo siku hiyo ilikuwa imefika siku ya ukombozi kwake, ama siku ya wokovu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Najua Yesu akiingia nyumbani mwako, ama Yesu akijitukuza katika maisha yako, hautabaki wa kawaida. Bwana asifiwe. Yesu akijitukuza katika maisha yako, hautabaki mtu wa kawaida. Kuna zile shida ambazo pengine uko nazo katika maisha. Kuna yale mambo ambayo unaomba Mungu akaweze kukufanyia katika maisha yako. Na kutokana na ile bidii ambayo uko nayo, kutokana na kule kumtafuta Mungu, kutokana na kujua ni vipi nitamwona Mungu katika maisha yangu, Mungu anapoona ile bidii ulio nayo ya kumtafuta, ama anapoona bidii ulio nayo katika maombi, bidii ulio nayo katika kumtumikia yeye, naye anajitukuza katika maisha yako. Bwana sifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kumtumikia Mungu, tukamtumikie Mungu kwa bidii. Ni kujitoa katika mambo ya Mungu, tukajitoe kwa bidii. Kila kitu tunachokifanya ni kwa bidii. Unapofocus kile ambacho umetazamia kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni biashara uko nayo, ni uifanye kwa bidii. Bwana asifiwe. Unataka biashara iwe na mtazamo mwingine tofauti. Kuna mambo ni lazima utambue. Kuna mambo ni lazima ujue ambayo pengine anaenda kombo katika ile biashara. Bwana asifiwe. Ni vizuri utambue ni kitu gani ambacho kinafanya hii biashara inakuwa hivi. Ni vizuri utambue ni kitu gani kinafanya ndoa yangu inakosa amani. Bwana asifiwe. Ni vizuri utambue ni kwa nini maisha yako vile yalivyo. Ni vizuri nitambue ni kwa nini maisha yangu yako vile
yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na unapotambua unapata sasa ile nafasi ya kujua ni wapi nitaanzia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani nitafanya ili kuboresha biashara? Kitu gani nitafanya ili kuhakikisha ndoa yangu inakaa na amani? Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani nitafanya ili kuhakikisha watoto wangu wanakaa katika njia iliyo ya kumtukuza Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Zakayo alipojua ni huo ufupi ndio unamsumbua, alijua na kutambua ni kitu gani angefanya kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Alipojua ni umati mkubwa unafanya yeye asimuone Yesu, alijua na kuona ama na kutafuta ni jinsi gani angefanya ili akaweze kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa rahisi. Na wakati mwingine hivyo pia haitakuwa rahisi sisi kutambua ni mambo gani ambayo yamekuwa vizuizi katika maisha. Bwana asifiwe. Haitakuwa rahisi ya kujua ni kitu gani kinaenda kasoro katika biashara. Bwana Yesu asifiwe. Ni ule ufahamu ambao unatoka kwa Mungu na kujua hapa nitafanya aje. Bwana Yesu asifiwe. Na kujua nitafanya vipi katika ndoa, nitafanya vipi katika biashara, nitafanya vipi katika kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maeneo yote ulioko ni vizuri ukaweze kutambua vile ambavyo vimesimama mbele, ili vile ambavyo vinapinga destiny katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Vile ambavyo vinasimama kama vizuizi ambavyo vinakusababisha wewe uweze kumuona Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wao wanasema kazi yangu si ya kuajiriwa. Bwana asifiwe. So ninaifanya kwa style ambayo ninaitaka mimi. Kama ni kuifungua, ninaifungua kwa wakati ninaotaka mimi. Bwana asifiwe. Maana hajaajiriwa. Ni kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo yote lazima uwe na bidii. Bwana asifiwe. Ndio ni biashara yako, lakini uwe na bidii. Ni kitu chochote unakifanya ukifanye kwa bidii. Bwana asifiwe. Habari ya kusema sijaajiriwa ni kazi yangu, hiyo ni hapana. Bwana asifiwe. Maana Mungu wetu naye anaangalia yule mtu ambaye yuko na bidii katika hali yoyote ile, katika mambo yote. Bwana asifiwe. Unapokuwa na bidii katika kila jambo unachokifanya, uko na bidii katika kumtumikia Mungu, uko na bidii kwa maisha yako ya kawaida, hautabaki jinsi ulivyo. Bwana asifiwe. Na kile ambacho unakitamani katika maisha utakipata katika hali ya wepesi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Recognize the area of weakness to make a decision. Yaani unapotambua ile sehemu ambayo imesimama kama obstacle. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kinazuia ya kwamba wewe usipenye, ya kwamba wewe usione Mungu katika maisha yako, na kufanya uamuzi na kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Si kubaki tu. Unapotambua yale madhaifu, unapotambua ni kitu gani kinanizuia mimi kumuona Mungu, hautabaki tu, bali utachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Utachukua hatua ile ya maombi, umwambie Mungu nisaidie. Utachukua hatua sasa kwanza kujibidisha. Kama ni biashara unatia bidii. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kuwa nina hoteli na naamka saa 2. Hiyo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima nirauke. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mtoto shuleni, kuna ile masaa ambayo yamewekwa. Huwezi kuwa na report kazini, huwezi kuwa na report shuleni pengine saa 12:30 na unaamka saa 12:30. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ukaweze kuangalia time. Nitajipanga namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Nitajiposition namna gani? Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kuna mtu mwingine alikuwa ameajiriwa kwa ajili ya kufagia tu. Mtu kama unaangusha majani, akasema kwamba yeye amechoka. Na mtu ulipokatwa, kazi ikawa imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Hakujua ule mtu ndio umeshikilia maisha yake. Hakujua ule mtu ulikuwa unampa mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Ulipokatwa, aliporudi, akauliza utafanya kazi gani? Kazi ambayo ulikuwa unafanya ni ya kufagia. Na sasa kwa sababu mtu umekatwa, hakuna majani yoyote utakafagia. Kwa hivyo hakuna kazi. Bwana Yesu asifiwe.
Hakujua ni ule mti ambao ulikuwa umemweka pale kazini. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo kama hatutajua katika ufalme wa Mungu vitu ambavyo vimetushikilia katika ufalme, maisha yetu yatakuwa ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Tutaishi katika kung'ang'ana, tutaishi katika kunung'unika, katika kulaumu. Bwana asifiwe. Bila kujua kuwa ni kazi ya Mungu imeshikilia maisha yetu. Kumtumikia Mungu pengine ndio kumeshikilia maisha yako. Bwana asifiwe. Kumwimbia Mungu pengine ndio kumeshikilia maisha yako. Kufagia choo na kufanya usafi pengine ndio kumeshikilia maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yoyote ile unayofanya katika nyumba ya Mungu, ujue ndio imeshikilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Usichukulie urahisi, usichukulie ukawaida na katika yale mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba tumtafute Mungu. Na si kumtafuta Mungu tu, lakini kwa bidii. Bwana asifiwe. Ndiposa tutamuona. Ni kumtafuta Mungu kwa bidii, ndiposa tutamuona. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine inapofika Ijumaa, Bwana jisikia nimechoka hata siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua maisha haya ni mbio. Umerauka umerudi usiku. Jambo ujipange, ili nao hautaki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanamwambia Mungu nisaidie hata kama nitaenda kulala. Lakini nilale nikiwa katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine nitashindwa na lemea, ninaanguka, ninainuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. So ukiwa katika hiyo hali, Mungu atajua kwamba huyu mwanangu yuko na bidii ya kuitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Si ya kwamba ninajisifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hali ambayo inapata kila mmoja ya uchovu. Bwana Yesu asifiwe. Utakapokuwa sasa na ile bidii na kumwambia Mungu, mimi nitaenda hivyo hivyo, hata kama nitaenda kulala na nilale huko, lakini kile ambacho ninaamini ya kwamba hautalala kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe Mungu maneno matatu mawili, utasimama, utakaa, lakini umepatikana katika nyumba ya Mungu. Muonyesha ile bidii ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Miili inachoka, roho inataka, lakini miili yetu hairuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kila kitu ni kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tunapata vile ambavyo tunataka. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mchumba unatafuta, ni bidii kijana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unakuwa na bidii, ukikataliwa, Bwana Yesu asifiwe, bado wako. Jina la Bwana libarikiwe. Usikate tamaa. Wengi ukata tamaa, nasema yule amenikataa, ni basi. Bwana Yesu asifiwe. Katika haya maisha, utakapokuwa mtu wa kukata tamaa, hakuna kitu utafanya. Kwa sababu sio utakuwa wa kwanza wa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio wa kwanza, kuna watu walikataliwa na wako na ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Pengine wakati huo Mungu alikuwa anakuepusha na pepo. Bwana asifiwe. Umependa kweli, lakini ujue Mungu naye anaangalia destiny yako na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia destiny yako na huyo dada. Anaangalia destiny yako na huyo ndugu. Jina la Bwana libarikiwe. So unapokuwa mtu wa kukata tamaa, hakuna kitu utafanya katika maisha. Ni biashara uko nayo, ukiwa mtu wa kukata tamaa, hakuna kitu utafanya katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo yote yale unayoyafanya, ukiwa mtu wa kukata tamaa kwa wepesi na kuchoka kwa haraka, hakuna vile tutafanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Maana wakati mwingine anaweza enda kombo kinyume na vile unatarajia. Bwana asifiwe. Wakati mwingine anaweza akafanyika kinyume na vile ambavyo ulikuwa unataka ama umependa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwa sababu Mungu wetu yeye ana hatima yetu mikononi mwake, hataki wewe uharibikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haitakuwa rahisi sisi kufahamu, haitakuwa rahisi sisi kujua. Bwana asifiwe. Tukiwa katika maamuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kujua sasa sehemu ambayo kuna madhaifu, na baada ya kuchukua sasa ule uamuzi, kuna kitu kingine tena hapa ya kuwa tayari kutubu na kukiri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wewe mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Daudi.
alijua kwamba yeye amekosa na akatubu na kukiri mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Kuna huyu kijana ambaye alikuwa ni mwana mpotevu, ambaye alikuwa amepewa sehemu yake ya urithi na baadaye kwenda kuharibu. Bwana asifiwe. Alipojua yeye amekosa mbele za Mungu na amekosa mbele ya babake, Bwana Yesu asifiwe, alichukua hatua ya kurudi. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika ile hali ya kurudi ama kuchukua ile hatua, haikuwa rahisi katika kufanya ile maamuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini alikuwa anataka ule urejesho na baba yake. Bwana asifiwe. Alikuwa ametamani kurudi kwa baba yake kwa sababu ya yale mambo ambayo alikumbana nayo kule ambako alikuwa ameenda. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha yake yalikuwa ya taabu, maisha yake yalikuwa ya aibu. Mtu ambaye alikuwa anakula vizuri, alikuwa anaishi maisha ya heshima. Lakini baada ya sasa kwamba ametoka, amejitenga na jamii yake na kwenda mbali, baada ya mali kuisha, amefanya mali na katika hali ya anasa, ameharibu. Afikia mahali pia anaajiriwa kazi ya kuchunga nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hiyo hali alikumbuka kitu kimoja. Kitu ambacho alikumbuka ni kule kwao, na kwamba kuna watu wameajiriwa na wanalipwa. Bwana Yesu asifiwe. Akawa ameamua, hata mimi nitaenda, hata kama nitaajiriwa kama wale wajakazi. Ndio yeye ni mwana katika ile jamii, lakini alikuwa ameamua hata kama ataajiriwa, lakini hao wanalipwa pia ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni heri kuliko kukaa huko nje na kuteseka. Bwana Yesu asifiwe. Kuteseka, kukosa chakula na kukosa mavazi. Aliona fadhali aende kwa baba yake ili ya kwamba akaweze kuajiriwa na kupewa mshahara vile ambavyo wale wafanyikazi walikuwa wanapewa. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa na ule moyo wa utayari na moyo wa kutubu, maana alitambua yeye amekosa. Bwana Yesu asifiwe. Na akakiri ya kwamba yeye amekosa mbele ya babake na mbele ya Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Katika ule ufahamu wa kutambua kwamba yeye amekosa, na katika ule ufahamu wa kwamba yeye amekiri kosa ambalo alifanya, ikawa inampa nafasi ya uregesho. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa inampa nafasi nyingine tena ya kurudi kwa baba yake. Jina la Bwana libarikiwe. Ndiyo alikuwa ameenda ameharibu mali, lakini alijua ya kwamba kuna nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ule ujasiri na katika kule kuchukua hatua, tunaona kwamba alirudi kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Hakutaka kujua atakaribishwa vipi, hakutaka kujua mazingira yatakuwa aje katika kukaribishwa kwake, hakujua atapokelewa vipi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni ujasiri alikuwa nao, ni kule kujitia nguvu na kule kuangalia na kujua ni jinsi gani atarudi kule. Bwana Yesu asifiwe. Na namshukuru Mungu kwa sababu ya baba yake alikuwa na moyo wa baba. Jina la Bwana libarikiwe. Jinsi ambavyo Mungu wetu naye yuko tayari na wakati wowote yuko tayari kuturudia mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu baba alifurahi wakati mtoto wake alirudi, ingawaje kulikuwa na pingamizi kutokana na ndugu yake aliyekuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anajiuliza, sasa ni kelele gani hizo ambazo ninazisikia? Bwana Yesu asifiwe. Kuuliza kaambia ni ndugu yako amerudi, amechinjiwa, kuna vazi ambalo kwa ameandaliwa ile zuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yake akawa anashangaa, mbona mimi nimekaa hapa muda mrefu wote, nimekaa hapa nyumbani, kwa nini sijaandaliwa sherehe kama hiyo na baba yangu? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini sijaona kitu kama hiki kifanyika kwa ajili yangu? Bwana Yesu asifiwe. Baba yake akamwambia, ni kwa sababu wewe uko nami hapa kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko nami kila wakati. Na moyo wa baba yake ulikuwa unaugua kwa ajili ya huyu mtoto, maana hamuoni, ajue anakula nini huko aliko, ajue anaishi namna gani. Bwana asifiwe. Ajue ana survive vipi akiwa huko nje. Moyo wa baba ukawa unahangaika, ukawa uko na wasiwasi kwa ajili ya mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Yesu anasema anaambia wale wanafunzi wake pale, wakati Yesu aliingia nyumbani kwa Zakayo, Biblia inasema ya kwamba wale waandishi pale wakawa wananung'unika. Bwana Yesu asifiwe.
Wanamuuliza Yesu, ni kwa nini umeingia kwa mwenye dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini umeingia kwa huyu mwenye dhambi na kula naye? Haujui huyu ni mwenye dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakusikia, lakini hawa watu walikuwa wananung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kitu ambacho mtu ananung'unika huwezi kukisikia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uwezekano watu wananung'unika kwa ajili yako. Amen. Amen. Haleluya. Sio kama umenipata. Kuna uwezekano watu wananung'unika kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sasa maisha yamebadilika, wakati Mungu amekuinua, kuna watu watanung'unika tu. Bwana asifiwe. Kuna watu watanung'unika, kuna watu watagusana wakusema, hii mbona inakuwa hivi? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua katika ulimwengu huu, wakati unafanikiwa ama wakati Mungu anafanya jambo katika maisha, si wote watafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Si wote watapiga makofi. Yaani wewe kupata muujiza, wewe kuinuliwa na Mungu sio wote. Na hii pia ilikuwa kwa wale wanafunzi. Sasa imagine wananung'unika kwa ajili ya Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi sasa watu wa kawaida, Bwana asifiwe. Sisi wanadamu tu itakuwa aje? Jina la Bwana libarikiwe. Kwamba Yesu, mbona unakula na mwenye dhambi? Yesu anawajibu, anawaambia kwamba mimi, anasema kwamba hakuja kwa ajili ya wale ambao ni wasafi. Bwana asifiwe. Lakini alikuja kwa wale ambao wamepotea. Bwana Yesu asifiwe. Hakuja kwa wale ambao tayari wako sawa au wako katika laini ambayo alikuwa anataka. Yeye alikuja kwa wale ambao wanapotea. Bwana Yesu asifiwe. So katika ile hali ya kula na Zakayo pale kwa Zakayo, wanafunzi wakawa wananung'unika, wanafunzi wakawa hawasikii vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwa sababu Yesu alijua ya kwamba yeye amekuja kutafuta kile ambacho kimepotea, hiyo haikuwa issue kwake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ile ajenda yake ilikuwa itimie. Hivyo vyote vile, hata kama wale walikuwa wananung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho alikuwa amepanga ilikuwa itimie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo wa Zakayo ilikuwa ni yeye amuone Mungu. Ilikuwa ni yeye maisha yake yabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata kama watu walikuwa wananung'unika, watu walikuwa wanasema pale, lakini alijua anachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Baba mtoto wake aliporudi alimwambia mtoto wake kwamba huyu ndugu yako amerudi. Ndio maana tunamfanyia sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikuwa amepotea, moyo wangu ulikuwa na huzuni. Wakati nilikuwa sijui anakula nini, wakati nilikuwa sijui anaishi vipi, moyo wangu haukuwa na raha. Lakini kwa sababu sasa amerudi, moyo wangu uko na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu amerudi, moyo wangu uko na amani. Maana niko naye hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kama ushaona watu wa kusumbua sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna siku moja, kuna jamii fulani ilikuwa imeondokewa na mtu ambaye alikuwa ni msumbufu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wakawa wanafikiria hawa watu vile wameondokewa na huyo mpendwa wao watashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Watasema fadhali. Lakini kumbe alikuwa analia wakisema, hata kama alikuwa na tabia hii, lakini tulikuwa tunamuona. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Hata kama alikuwa anasumbua nyumbani ya kukaliki, tunakosa amani, lakini tunamshukuru Mungu, tulikuwa tunafanya nini? Tunamuona. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ule uwepo wake tu pale ulikuwa unamaanisha sana kwa ile jamii. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo hivyo Mungu wetu naye anafanya kazi nasi hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama wengine tunakosea Mungu, hata kama tunaenda kinyume cha mapenzi yake, lakini Mungu wetu yuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kuturudisha tena, kuturegesha tena. Jina la Bwana libarikiwe. Hata tunapopotea njia, lakini Mungu wetu yuko tayari kuturegesha tena. Bwana Yesu asifiwe. Na atakuwa na furaha zaidi wakati sasa tumerudi kwa laini ambayo anataka. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa na furaha zaidi wakati sisi tumerudi katika ule mpango wake. Jina la Bwana libarikiwe. Na kufanya vile ambavyo yeye mwenyewe anataka. Bwana Yesu asifiwe. So alikuwa na furaha wakati mtoto wake alirudi kwa ile boma.
Hata kama yule ndugu yake alikuwa ananung'unika, alikuwa anasema, lakini tunamwona alikuwa na furaha kwa sababu ya yule mtoto wake kurudi mahali pale. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo mengine yanaweza kufanyika tukashindwa tunaanza wapi. Bwana Yesu asifiwe. Tunajiuliza ni vipi, tutafanya namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nitafanya aje katika maisha yangu? Ni vipi nitainuka katika huduma? Bwana asifiwe. Ni vipi nitainuka katika hali hii? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine sio rahisi kuelewa. Mimi nilipojifungua mtoto wangu Dorcas, sasa wakati nimejifungua nikamshukuru Mungu, nimejifungua salama, lakini mtoto hajui. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbe yule daktari yeye anaelewa kwa mtoto kama ndiye anafanya nini. Mimi namwangalia, nauliza daktari, mbona unapiga mtoto wangu hivyo na hasira? Bwana asifiwe. Kwa uchungu, yani nikikumbuka hiyo safari, na nikumbuka sasa nimepumzika, alafu mtoto anapigwa kofi ile sijawahi ona na mchanga. Bwana asifiwe. Akawa na uchungu, nilikuwa nimekasirika, anambia mama, huyu hajalia ni mpaka tumpige. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi sielewi, naona tu anamuonea, ni kama naona anataka kuniulia mtoto. Bwana asifiwe. Unajua kitu kama unaanza huwezi jua kunaenda aje. Lakini sasa unapokuwa unaendelea ndio unakuwa na ile experience. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipiga makofi mawili na mtoto akalia. Nikamshukuru Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mimi sikuwa najua. Nilikuwa naona anataka kuniulia mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Maana nikachanga tena kanapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo katika maisha yetu na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine anaweza akafanyika, tukajiuliza ni vipi, mbona anafanyika hivi? Bwana asifiwe. Kumbe anajua anarekebisha wapi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anajua anarekebisha wapi. Kama uko na kiburi anajua kurekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na majivuno anajua vile ambavyo atarekebisha. Kama uko na kule kujinua na kudharau watu anajua vile ambavyo atarekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hakuna vile ambavyo tutaenda kinyume na mapenzi ya Mungu na Mungu aweze kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kama watoto, kama wana, ni lazima tukajue ya kwamba njia hii sio na njia hii ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ukitaka kuinuka katika hatua yoyote ile, ni mpaka uwe na bidii. Bwana Yesu asifiwe. Naona watoto tunawaombea hapa, wafaulu mitihani, wasianguke. Sasa haya maombi, bila kukazana na mtoto wako wasome. Bwana Yesu asifiwe. Bila kumwambia mtoto soma, achana na mzaa, achana na kutembea tembea, tenga wakati na usome, utapita. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wetu wataanguka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu gani? Unajua kuna kanuni ambazo ziko na lazima zifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuomba na kuna ile kanuni. Mtoto ni lazima asome, apite mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tutawaombea katika haya madhabahu, lakini usiseme ya kwamba kwa sababu wanaombewa, kwa sababu mtoto wangu anaekelewa mikono, atapita tu automatic. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna cha automatic. Jina la Bwana libarikiwe. Ni lazima watoto wasome. Bwana Yesu asifiwe. Na watapita mtihani. Jina la Bwana libarikiwe. Kando na kwamba tunawaombea, lakini ni lazima wasome. Kama mwokovu ni lazima uwe mtu wa maombi. Bwana asifiwe. Ndiposa utafaulu katika maisha haya ya wokovu. Uwe mtu wa maombi. Maombi tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokuwa na bidii ya maombi, unapokuwa na bidii kwa mambo ya Mungu, kuna mengine tu yatafanyika kwa wepesi. Bwana asifiwe. Kuna mengine yatafanyika kwa wepesi, hatutang'ang'ana. Mpaka tujitoe. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka tujitoe, maana adui yeye yuko kila wakati. Na yuko kwa kazi kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ili tufaulu katika
maisha ya wokovu ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maeneo yote yale ni kutia bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasema kuwa ni Mungu ameniandikia. Bwana Yesu asifiwe. Na pengine Mungu aliniandikia niwe masikini. Mungu yupi huyo tunayemwabudu? Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu tunayemwabudu kweli atuandikie sisi kuwa masikini? Si huyo Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu alipanga yatakuwa hivi. Haleluya. Lazima tuwe na ufahamu na tujue ni wapi na tutengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Tujue ni wapi tutakaza nati. Tujue ni wapi tutatia bidii. Tutafaulu katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna ambaye aliandikiwa umasikini. Umasikini unaletwa na uvivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Biblia imeandikwa. Kuna maandiko katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Lala sana na umasikini kwa mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sijui kama unalala kuchelewa na unaamka mapema kwa sababu ya kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Halafu kuna mwingine atakwambia tu wewe unajichokesha. Unajichokesha tu wewe, haya maisha. Unajichokesha tu. Kazi ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaifunga hata wiki nzima kwa sababu kazi ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dada fulani yeye alikuwa akiamka asubuhi, ametoa jamvi, ameweka, amekaa. Jua likirudi huku, anahamisha tu jamvi mpaka jioni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yake baadaye yalishia katika anasa. Bwana Yesu asifiwe. Maana hajui chochote. Hajui kufanya lolote katika maisha. Bwana asifiwe. Hajui kujishughulisha na jambo lolote. Jina la Bwana libarikiwe. Hajui kujishughulisha na jambo lolote na hajui kufanya lolote lile. Maisha yake ilikuwa ni jambo kuhamisha na kuchekeshea jua liko wapi na kivuli. Mwisho alishia huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Reverend, sijui kama siwezi sema sijui kama unamjua mama vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mamangu mimi kila wakati wananiambia, mwanangu, mimi kama ningekaa na kungoja babako afanye kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama mnanipata, si wewe umeolewa, ni sawa. Mimi nimeolewa, ni sawa. Lakini ananiuliza, je, kama mimi ningekaa na kungojea babako mpaka kiberiti, ningewalea vipi? Bwana Yesu asifiwe. Huyu last born wenu pia sijui kama alisoma aje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye alikuwa ni mtu wa kuchapa kazi. Dadi unamjua. Alikuwa ni mtu wa biashara. Mpaka saa hii watu wanamwambia mama siukae jamani. Nasema hapana. Nikifika ile stage ya kwamba mimi nimechoka mwenyewe nitasema nimechoka. Lakini acha. Sasa kama ananiambia mwanangu, sitaki ukae. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ananiambia si ati ni kitu ninasema tu, ananiambia kila siku. Mimi sitaki ukae. Acha sasa hii hata pengine mume wako anapata mshahara. Sitaki kujua ni kiwango gani, lakini hata kama ni kikubwa, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mshahara uko juu anaweza kawalisha nini, lakini usikae mwanangu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ameisha kutuambia hivyo. Sote mpaka hata hawa. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye alikuwa ni mkali, si watoto wa kike, si watoto wa kiume. Hataki kujua. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo imetusaidia ama imenisaidia binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Imenisaidia pakubwa sana. Siwezi nikangojea kila kitu nikafanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ninafanyiwa, siwezi sema sifanyiwi, lakini siwezi ngoja vyote. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi ngoja vyote nikafanyiwa. Haleluya. Amen. Kwa sababu ule msingi
malisho. Hata jambo lote likitokea, Bwana Yesu asifiwe, hata kukawa na mawimbi, kukawa na misukosuko, kukawa na nini, wewe unajikuta sasa umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Si ati kitu kimefanyika ama jambo lote lile ndio unapatikana sasa unaanza kujifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa mtu mzima lakini unakaa kama kwamba yule mtoto ambaye anajifundisha kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Naenda step moja ameanguka, naenda step nyingine ameanguka. Na tumekuwa watu wazima. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo hivyo na maisha ya wokovu. Ni lazima tufanye mambo ya Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Na kujitolea kabisa na tutafaulu. Katika maisha ya kawaida pia tukaweze kuwa na bidii. Bwana Yesu asifiwe. Iposa tutafaulu katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Zakayo alijua kuwa Yesu atapitia katika ile njia. Akaona hapa nitamuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa anabahatisha tu, lakini alijua atapita. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na akajiposition katika ile nafasi ya kujua Yesu atapitia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na akajua kwamba mimi nitakapokuwa kule chuo itakuwa rahisi na kutakuwa na ule wepesi wa mimi kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio ni mfupi wa kimo siwezi, ndio umati ni mkubwa, lakini sitanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Sitakaa na kuangalia mazingira yanazungumza nini, lakini nitachukua hatua. Nitaangalia ni kitu gani nitakifanya mpaka mimi nimuone Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo alipokuwa kipofu akawa anaambiwa anyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu yeye alijua yeye ni kipofu, hataonekana ama yeye hataona ule umati pengine ama hatamuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alijua kwa kupaza sauti, ile sauti itafikia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kulikuwa na watu walikuwa wanamwambia nyamaza, unapiga kelele wewe, unasumbua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakunyamaza. Alijua udhaifu wangu ni macho, siwezi kuona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama udhaifu wangu ni macho, lakini niko na sauti. Jina la Bwana libarikiwe. Udhaifu wake ulikuwa macho, lakini alijua yuko na sauti ambayo Bwana Yesu asifiwe. Sidhani kama unaweza kuisha kabisa. Haleluya. Uwezo kaisha kabisa. Mpaka kutakuwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ambacho unaweza ukakifanya, ambacho unaweza ukishikilia ili kwamba ufikie destiny yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Alijua macho hayaoni kweli, lakini alipaza sauti. Hiyo sauti aliyopaza Bartimayo haikuwa sauti ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Imagine umati ni mkubwa na Yesu amesongwa na watu. Alijua hapa mimi sitaweza. Na alipojaribu hata kuinuka hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Alipaza sauti na Yesu akasikia. Asema mleteni huyo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na hatimaye Bartimayo akaona. Haleluya. Alipaza sauti. Bwana asifiwe. Hakusema mimi sioni na imeishia hapa. Haleluya. Zakayo hakusema mimi ni mfupi, siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Na ikaishia hapo. Lakini alitafuta njia mbadala. Bwana Yesu asifiwe. Alitafuta na akajua na akatambua ni mahali gani mpaka padhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo panafanya mimi nisimuone huyo Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Alijua ni sehemu gani ambayo inasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama hautajua ni sehemu gani, hauwezi ukapigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Unapoenda vitani na ujui adui atatokezea na wapi, huwezi hiyo vita. Bwana Yesu asifiwe. Maana adui huwa siku zote amejipanga. Bwana Yesu asifiwe. So wewe kama utaenda bila kujipanga, utashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ujue atatokea wapi na ujue ni jinsi gani utapigana hivyo vita. Haleluya. Na tutakuwa washindi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke aliyetokwa na damu na yeye hivyo alijisongesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alijisongesha na katika ile hali ya miaka 12. Mtu ananuka, ametengwa. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kama ameishiwa kabisa. Hata naona mwili wako ukiwa tu mweupe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya damu. Ameuza vitu vingi, ameuza mali. Pengine ni jamii hata imebaki masikini. Bwana Yesu asifiwe. Wameuza kila kitu ili huyu mtu apate kupona. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kitu ambacho aliamua kufanya ni kujisongesha. Haleluya.
Haleluya. Kulikuwa na watu wengi, na alipomgusa pindo la Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Hakumgusa Yesu, aligusa lile pindo tu peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndani yake kukiwa na imani, ndani mwake kukiwa na ile imani. Alijua kwamba hata nitakapogusa lile pindo, hali yangu itafika kikomo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni ndoa yako mama, ndoa yako mzee. Ni lazima ujue ni vitu gani ambavyo vinaenda kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ujue ni maeneo gani ya madhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utajua unasimama wapi sasa. Utajua unaanzia wapi. Utajua shida unaitatua namna gani. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mama alikuwa anasumbua mume wake sana. Na mume wake alijua huyu mama mdomo wake ndio shida. Bwana Yesu asifiwe. Ni ndoa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mwanamke anaongea kama charahani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mume ameingia kwa nyumba, yaani kile ambacho mume wake amefanya sicho. Bwana asifiwe. Kile ambacho mume wake amefanya sicho. Mume akawa amepitia hali ngumu katika hiyo. Siku moja dawa ikapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako dawa ikapatikana. Dawa tu ambayo ungedhania kama ingekuwa dawa ya kusuluhisha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shida yake alikuwa mume akiingia kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ushauri mmoja tu alishauriwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna vitu vingine tunajipata si ya kwamba tumependa. Sijui kama kulikuwa na msukumo gani ndani ya huyo mama ama kulikuwa vipi. Bwana asifiwe. Ni kama ilikuwa jambo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa wakati utakapofika mume wako urudi, ama ukijua time ya mume wako, kunywa tu maji peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aweka maji kwa mdomo, sasa mdomo uko hivi. Ongea kweli. Bwana Yesu asifiwe. Utatia kelele kweli. Utaropoka kweli. Hawezi. Maji mdomoni. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa ndio dawa. Bwana Yesu asifiwe. Rahisi tu. Haleluya. Mume wake alisikia kumshukuru huyu ambaye alimwadvise mke wa huyu jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Alimshukuru yule mshauri. Jina la Bwana libarikiwe. Alisaidia nyumba yake na nyumba yake ikawa inaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua Abigaili alisema nini? Alimwambia Mungu, msamehe mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye kwa kuongea tu, kwa mdomo tu, yaani yeye analojibu hataki kujua vijibu vipi. Bwana asifiwe. Analoliongea wewe hataki kujua ameongea vipi. Hataki kujua anaongea na mtu wa namna gani. Hataki kujua ni wakati gani. Bwana Yesu asifiwe.